Warahmatullahi wabarakatuh. Jambo na karibu kwenye mukhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Naibu gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma anatarajiwa kuapishwa asubuhi hii kuwa gavana wa 4 wa kaunti ya Meru katika hafla itakayoandaliwa katika uwanja wa Mwendantu mjini Meru. Katibu wa kaunti ya Meru ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mpito wa ugavana katika kaunti hiyo, Daktari Kiambi Atheru, amesema maandalizi yote yamekamilika kwa ajili ya hafla hiyo ya uapisho. Atheru amesema shughuli hiyo imeanza saa 2:30 asubuhi na baadaye gavana huyo mpya ataelekea kwenye afisi za serikali za kaunti hiyo ambapo anatazamiwa kuhutubia wafanyikazi. Tukiachana na haya, kwa kasisi mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit amepiga marufuku wanasiasa kuongea katika makanisa ya ACK kote nchini. Ole Sapit amesema wanasiasa wataruhusiwa kuzungumza na waumini nje ya kanisa baada ya ibada. Aidha, kasisi huyo amesema kanisa lake kamwe halitatangaza sadaka inayotolewa kanisani na waumini na au washirika. Na serikali kuu kwa ushirikiano na serikali za kaunti imezindua vituo vya kusambaza mbolea ya gharama nafuu kwa wakulima kote nchini. Katibu katika Wizara ya Kilimo Daktari Kiprono Rono alisema hatua hiyo inawapunguzia wakulima mwendo mrefu na kuwaepusha kupanga foleni ndefu ili kupata bidhaa hiyo muhimu, hasa wakati huu wa msimu wa upanzi. Daktari Rono alitoa wito kwa wakulima kupanda chakula kwa wingi ili kuhakikisha utoshelevu wa chakula hapa nchini. Na msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameituhumu serikali ya Kongo kwa kutumia ndege za kivita na ndege zisizokuwa na rubani kushambulia kwa mabomu maeneo yaliyo na idadi kubwa ya watu katika siku za hivi karibuni. Kanyuka amesema hatua hii ya serikali ya Kongo inaonyesha kwamba wana nia ya kuhujumu mazungumzo hayo yaliyosubiriwa kwa muda. Na hatimaye rais wa Angola Joao Lourenco ambaye aliteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa mpatanishi amezitaka pande zote za kivita vya Kongo kusitisha mapigano kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani wiki hii katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wito hiyo ulitolewa Jumamosi jioni, unalenga kusitisha vitendo vyote vya uhasama dhidi ya raia na azma ya kutoa maeneo zaidi, kwa matarajio kwamba hatua hizi na nyinginezo zitapelekea kuwepo kwa hali ya utulivu itakayowezesha kuanza kwa mazungumzo ya amani. Mwisho wa mukhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 5 zimetoweka baada ya saa 4. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 5 kamili ikiwa ni kwa lugha ya Kimombo. Jina langu ni Ramla Abdi. Ramadhan Karim. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa ya tofauti.